Kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Unamzungumzia Zakwani ambaye ana spidi, unamzungumzia Kangwanda ambaye ana spidi, unamzungumzia Sharulile ambaye ana spidi, unamuongeza Aziz Ki kwenye hilo eneo. Mimi nadhani ni kushindwa kwa respect Young Africans. Kwa sababu leo nimezungumza kwamba hatujacheza na namba 10 Alisia, hatujacheza na namba 6 Alisia. Namba 10 ambayo tulikuwa tunacheza naye kabla ya ujio wa Aziz Ki kwenye mechi ambazo zimepita alikuwa ni Alan Okello. Tazama kikosi cha Namungo, wao walizidiwa wapi pia? Mimi nadhani ni kushindwa kwa respect Young Africans, kwa sababu unaona wameanza dakika 45 za mwanzo wakipishana na Young Africans. Yes. Hiyo ilikuwa ni swala ambalo liliwafanya wao washindwe kumudu yale mashambulizi ya Young Africans, kwa sababu ulikuwa unaona Young Africans ni jinsi gani walikuwa wanawa pressurize safu ya ulinzi ya Namungo, kiasi kwamba unapompressurize team opponent wako, maana yake unamforce afanye makosa kwenye eneo lake ambayo yatakufanya wewe kunufaika. Ndio kitu ambacho wamekifanya Young Africans. Baada ya kwenda half time wakiwa hawajapata goli la kuongoza, walivyorudi walimu akaweza kufanya sababu baada ya kugundua kuwa kuna ufanisi unakosekana kwenye kiungo wa chini kwa maana ya namba 6. Kwa hiyo sababu aliyoenda kuifanya ikaweza kuleta impact kwa kumtoa Abdul Nasri na kumweka Mudathir Yahya. Unaona kabisa ameweka viungo wote, japokuwa viungo walioingia kucheza wote walikuwa ni box to box midfielder, kwa maana wote ni wachezaji namba 8, ndio wameenda kugawana pale kwamba mmoja acheze namba 6, mwingine namba 8, mwingine namba 10. Kwa mantiki hiyo ndio kitu ambacho kimeenda kuwanufaisha, wakatangulia kupata goli, pamoja na kwamba imeleta imewafanya wafanye makosa kwenye eneo lao la kiungo, wakaenda kuruhusu goli, kwa sababu viungo wote walioko katikati wana mentality ya kushambulia kuliko kuzuia. Tunapozungumza kwamba box to box midfielder, maana yake unazungumzia viungo ambao wanawaza kwenda mbele kuliko kuangalia nyuma wamemwacha nani, au adui yao atakapokuja watakuwa na uhakika wa kumuini kiasi gani kuhakikisha kwamba hawawezi kudhurika. Kwa hiyo mimi napongeza mwalimu kwa kuona wapi panapovuja, kuhakikisha kwamba anapafanyia marekebisho kwa uharaka ili aweze kunufaika na yale marekebisho baada ya kuwa ameshawasoma Namungo, ili aweze kunufaika nao kupata matokeo dakika za mwanzo, ili isije ikampatia pressure akienda dakika za jioni akiwa hajapata matokeo chanya. Ukitazama pia katika kipindi cha kwanza watu wengi pia wanazungumza huenda kile ambacho tumekiona pia muda so mrefu kikitambulishwa kama mchezaji wenu akirejea, namba 10 yenu ikirejea, mapungufu yale ya kipindi cha kwanza, unaiona namba 10 ya Aziz Ki ikiwepo katika kikosi ambacho huenda kikaja kuwa na balaa zaidi akiongezeka pia tayari? Yeah, of course, kwa sababu leo nimezungumza kwamba hatujacheza na namba 10 Alisia, hatujacheza na namba 6 Alisia. Namba 10 ambayo tulikuwa tunacheza naye kabla ya ujio wa Aziz Ki kwenye mechi ambazo zimepita alikuwa ni Alan Okello. Sasa leo Alan Okello hata benchi hakuwepo, kama unavyoona, kama ilivyotangazwa na president hapo kwamba Alan Okello ameweza kupata timu ya kwenda japokuwa alikuwa amesafiri kwenda na timu ya. Kwa hiyo amecheza, kocha ametumia akili kubwa sana kuwatumia viungo namba 8 wote kwenda kuwagawanya majukumu, kuwagawanyishia majukumu ndani, kwa maana kwamba kiungo namba 8 mmoja akacheze namba 6, kiungo namba 8 mwingine akacheze namba 10 na mwingine namba 8. Kwa hiyo wote hao unaona mentality yao ni moja, yani akili yao wote ni moja, kwamba wafosi akili yao ni kwenda kufanyaje, kwenda kushambulia kuliko kurudi kukaba au kuchezesha timu. Unajua unapomkosa namba 10 halisia na kumtumia namba 10 ambaye sio halisia, maana yake unatakiwa uwe na namba 6 halisia na namba 8 halisia. Kwa hiyo wote sijaona utofauti wa Max Nzengeli, utofauti wa Mudathir Yahya na utofauti wa Duke Abuya. Wote wamecheza the same. Kwa nini? Kwa sababu wote namba yao ni moja, pamoja na kwamba walikuwa wamegawanyika, mwingine akacheza 6, mwingine 10, mwingine 8. Kwa mimi naamini kwa kuwa Aziz Ki amerudi na tunamjua tangu hapo awali kwamba kwa timu hii tulionayo kwa kupressurize wapinzani
opponent wao, basi tutakuwa tumeipata mtu sahihi kwenye hilo eneo, na naamini ni timu itaenda kuwa timu hatari kwa kuwafanya wapinzani waweze kuwa na makosa mengi, kwa sababu unamzungumzia Zakwani ambaye ana spidi, unamzungumzia Kangwanda ambaye ana spidi, unamzungumzia Sharulile ambaye ana spidi, unamuongeza Aziz Ki kwenye hilo eneo ambalo huwa hafanyi makosa kwenye kushambulia. Kwa hiyo mimi nina imani tumepata mtu sahihi ambaye atakuja kuwafanya wale safu ya ushambuliaji, kuichezesha timu kwenye safu ya ushambuliaji kuwa hatari zaidi. Pengine tunaweza tukaona magoli mengi zaidi kama kipindi cha timu ya Young Africans ya Gamondi. Striker lenu ambao mnajidai nalo sana, tumeona ameanza kufungua milango katika upachikaji wa mabao. Peter Shalulile, kipindi cha kwanza alionekana ni kama kufichwa zaidi na mabeki wa Namungo FC, lakini amekuja kuscore. Ukimtazama Peter Shalulile na kile ambacho amekionyesha leo, performance ndo kwanza anaionja ladha ya ligi ya NBC, michezo ya nje, yani tuseme away. Ukimtazama Peter Shalulile na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa, nini taswira yako kwa hichi ambacho tayari amekionyesha pia? Mimi naamini Peter Shalulile, kabla haujamuandaleti kwamba alifichwa, basi wasifie mabeki kwa kujua uhatari wa Peter Shalulile na kuweza kumkipu biza asiweze kuleta madhara kwenye eneo lao. Kwa hiyo mimi pongezi napeleka kwa mabeki waliokuwa wamemfanya ashindwe kufanya vizuri kwenye kipindi cha kwanza au dakika 45 za mwanzo. Kwa hiyo mimi naamini Peter Shalulile ni swala la muda tu, atafanya mengi makubwa, anaweza asifunge, lakini akawa ni hatari zaidi, akawa ni chanzo cha Young Africans kupata matokeo kwenye mchezo wanaokuwa wanaocheza kwa wakati huu. Ukitazama kesho pia kutakuwa na mchezo ambao tayari tumeona ameanza kama kutupia lawama zaidi, Simba Sports Club wakidai kwamba uwanja wa mazoezi na sheria tuliona TFF alibadilisha. Nini komenti kwa kile ambacho wamekizungumza pia wao? Kuhusiana na nini? Kiwanja, wanasema kiwanja cha mazoezi. Kiwanja cha mazoezi cha nani yani? Cha Simba. Kesho wana mechi kesho. Mimi nadhani kila mtu ashinde mechi zake. Simba kesho anakutana na Kagera, mkoani Kagera. Kwa hiyo mimi nina imani mtu aliyefanya usajili na mtu ambaye yuko serious ndiye atakayeweza kupata matokeo mbele ya mwingine, lakini kama ukienda kwa masiala ni lazima utaadhibiwa tu, na makosa ndio yanayopelekea wewe kuadhibiwa, makosa ndio yanayopelekea kupoteza mchezo. Na unapokuwa umepata matokeo haimaanishi kwamba wewe haukuwa na makosa. Ulikuwa na makosa, lakini opponent wako ameshindwa kuyatumia yale makosa ili yaweze kunufaisha. Kwa hiyo mimi naamini Kagera ataingia akiwa anahitaji pointi 3 kwenye mchezo wake wa kwanza, na Simba pia ataingia akiwa anahitaji pointi 3 kwenye mchezo wake wa kwanza, lakini kwa Kagera inakuwa ni kuhitaji pointi 3 zaidi kwa sababu yuko kwenye uwanja wa nyumbani na anajua Simba ana ubora katika maeneo gani na ana udhaifu katika maeneo gani, ili aweze kutumia maeneo yenye udhaifu kwa upande wa Simba yaweze kumnufaisha yeye na aweze kuziba maeneo yenye ubora kwa upande wa Simba ili asiweze kumdhuru kwa upande wake, aondoke na pointi 3 kwenye uwanja wake wa nyumbani. Komenti yako ya mwisho kwa Aziz? Amelalamikia kuhusiana na pengine sheria ya TFF iliyoweka kwa timu mgeni kufanya mazoezi katika uwanja wa Simba na kulinganisha na viwanja kwa free, pengine hii inaweza kuzorotesha pengine wachezaji. Huyo aliyelalamikia viwanja vya mazoezi mimi sijamsikia, naomba nimjue. Ni Simba Sports Club. Ni kwa kuwa kikosi chake ni kamkumbe ndio maana analalamikia viwanja vya mazoezi. Kama ana uwanja wake wa Bunju wa mazoezi, na imani amefanya mazoezi ya kutosha, ameenda Kaitaba, anapata tena sehemu ya kufanya mazoezi. Kitu kilichopigwa marufuku na TFF ni kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa mwenyeji, lakini hajazuiliwa kwamba asifanye mazoezi mpaka, lakini ile siku ya kufanya mazoezi ya mwisho kwamba kesho unaenda kufesi ule mchezo husika, ndicho kitu ambacho wamekipiga marufuku TFF. Simba na uwanja wake wa Bunju, angefanya mazoezi ya kutosha pale Bunju, aende akiwa imara, ili akifika kule aende kwenye viwanja ambavyo mimi sidhani kama Kaitaba Kagera haina viwanja vingine tofauti na ule wa Kaitaba ambavyo ni viwanja vya mazoezi, umeelewa? Kwa hiyo yeye ukamkumbe ka kikosi chake ndiko kanakomfanya aanze kulalamika, na kama hayo malalamiko tumeanza kuyasikia sasa hivi, kuna mechi zitaanza kuahirishwa siku sio nyingi. Nini komenti yako kwa Aziz Ki kurejea katika ligi ya NBC na katika kikosi cha Dar es Salaam Africans? Tunamkaribisha na tulikuwa tunamhitaji, amerudi nyumbani aje ifanye kazi, sisi tupo
tunampokea kwa mikono miwili. Nikushukuru sana. Karibu.